Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 13 février 2025. Voici notre commentaire d'aujourd'hui. Les salaires des fonctionnaires en République démocratique du Congo, notamment l'Assemblée générale et le Sénat. Nous allons aussi parler à la situation à Kabare, la prise de certaines localités, notamment Kabare, Ihousi, et la lettre de la société civile du Sud Kivu, donc à Bukavu, adressée aux autorités congolaises. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc Congo ni champion, ilitoka champion mubiote. Donc inchi natoka champion mubuduru, inatoka champion mubuyuma. Et voilà, il y a des fois où on a ça maman on sait mais est-ce qu'il vit kweli? Est-ce qu'il vinakuwaka kwa hii dunia? Ou bien ni ndoto? Est-ce que hivi vitu ni kweli hivi nasemaka ou bien ile wanasema Ingereza wanasemaga ou bien ni dream? Ya vitu vingi tunaona kule. Wana hapo bajo batatu. Abajo batatu hapo. On a piko Donald Trump, donc le président américain, un milliardaire, c'est un businesseur, en même temps politicien. Na on a piko Sama Lukonde, na piko mwana Vital Kamerhe. Sama Lukonde ndio président wa Sénat ya Congo. Na ile Sénat iko na kama na saidi membre je crois. Représentant na Assemblée générale iko na 500. Mais vitu vya kusema hapo c'est grave. Kama unaona uweza kusikia, acha scroll na upite, acha kusikiliza. Lakini kama unaona utaweza kusikia, usikia, lakini ukue na mai, unaweza kuwa na tana kope ya mai karibu yako, wala na ile mnaitaga nini, Novalgine wala paracetamol. Wala ile mnaitaga mkiingereza Grandpa. Ukunywe juu unaweza pata tension. Kama upati tension unaweza pike crise. Wala ukue na mai ya moto basi, wala na baridi. Juu inaweza kusaidia saro inakimbia. Juu ya nilikuwa taongea hapa. Nilikuwa taongea nini? Natasema hivi. Biro hii wanaitaga biro ya Assemblée. Beko kama ni watu nawaza umwe 10. Na wale watu 10 kumwezi banamalizaka umwe 1 million quelque chose na buchafu de dollars mule mu République de Kinshasa, donc mu Congo mule. Batu 10 banamalizaka 1 million quelque chose par mois. Kamerhe gisi mnamuona pale anapata kumwe 300,000 dollars par mois. Samuel Lukonde gisi mnamuona pale, donc mu 1 à 2 mois tukamate maximum anakuwaga ye na valeur ya franga yenye président américain Donald Trump anapataga ye pendant 12 mois. Au moins 400,000 quelque chose. Mtu mmoja huyo Mkongo. Huyo ni Sama Lukonde huyo. Sasa kitu unaweza jiuliza, eske hizi franga
ni vya kweli ubie ni vya bongo. Na eski hizi franga zinakuwaka wala zikuwaki? Hizo franga zinakuwaka ndio zenye banapataka par mois. Et c'est pourquoi nisema tena kama aba ba politiciens ba 1960 aba ba politiciens ba juisere aba ndio maana biko naenda tubululia, ndio maana biko naenda donc plonger pays un problème, génération takuya un problème pona bacha ba donc biko na c'est comme si biko na ba ni pays biko na yacha en prison à ciel ouvert parce qu'on disait sema biko banatumika. Ukibauliza sasa kazi resultat, wende so angalia sasa resultat yenye ya kazi biko wanasema wanatumika sasa. Aseni president wa assemblée générale. Il faut angalia sasa kazi anafanzaka. Na il faut angalia sasa kazi ya kama ni nani ya president wa Sénat kazi wanafanzaka. Wende sasa ukamate sasa angalia realite ya inchi, realite ya nini? Ya basitoye. Kisha juba napazio ile franga banapataka. Mpaka sasa unaweza pata mgonjwa sema hapa watu so hii franga banapokea ni juu ya nini? Zile franga banapatia kazi zinakuwa ni juu ya nini? Voilà échec ya benye tuko tunaita ngwa semeo balideri ngubenye kwa na gérer pays. Donc siko surpris kusema nanga alitoka aende coopérer na ba étranger bakie tunyonga de préférence na yapate kazi. Donc hii ndio iko na batuma hii. So imagine mtu kumwezi mmoja iko nakata kumwezi mmoja iko napata $400,000. Kisha ule mtu usubuhi tu nalamuka unamwambia sema no, unamtoa mwa ile circuit. Reaction yake inaweza kuwa mtu kumwezi $400,000. President américain si ndo mama nani ile Bangereza wanataka kama powerful nation. Ndio ma sociétés ziko prospérer. Donc ndio ma pays ma super puissance. Ndio mapezi ziko na ekonomia yenye iko très forte. Lakini president wa ile nchi iko anapata kumwaka anaenezaga ndio $400,000. Mais wenu kumwezi anapataka $400,000. Kisha unalamuka usubuhi ngwaseme no utoke saa hapa wewe au kote na president wa Sénat wala kote na president wa Assemblée nationale. Ule mtu hata chunga taba kuuliza kwa M23 biko. Yeye ndio ataanza yeye kutafuta ba M23 kwanza ba fabriquer. De préférence arudi pale. Na ndio hii experience yenye tuko tunaona kunanga. Ndio hii. Na c'est pourquoi niko naambia kila siku aussi jeunesse ya Kongo kama amshimami ile kuwakia yenu ngwaseme Mungu atatenda, tubombee Mungu. Ndio ukimwombea Mungu, ukibombea Mungu make baendelee. Mais aba watu aba hata shetani asibasame. Donc $400,000 uke Kongo mzima hakuna hospitali ya Kongo, hakuna hospitali generali ya Kongo yenye unaweza kutana kwenye hakuna sale ya watu wanagonjwa njala. Donc ile wanataka c'est kwa shokoro. Never, hakuna kwenye unaweza kutana. Hiyo siyasema vingine, siyasema mwingine kwa lavika, siyasema maskini. Juu maskini chwa kwa muji, maskini saa Mkongo, tusha rebatre record, isha kuwa tunakuwe saa mwesa. Donc abakala na tuesabia tena, maraporo tutokaki tena. Jabu maskini. Lakini mtu mmoja iko nabeba $400,000, $300,000. Na unamwona busubuhi iko kumedia iko nalalamika notre pays, je suis patriote, nous allons nous battre. Na busubuhi unamwona kamata ka Biblia, huyu anakwenda kanisa, bwaseme anaenda omba Mungu. Sana unaona anaenda kanisa nasemaka, Mungu naye ingekuwa seme vyenye anaonaga piko gisa na vinaonyesha tena kwa televisheni vioneshi. Kama kuna mwanaenda kwa kazi na cheko. Jaba watu. Ndio wanafisha pei kwenye iko sai. Hii haya tuko napata sai ni ya juu hapa. Hii haya tuko nayo sai ni juu hapa. Na hizo ndio zangali za president wa assembly hatuyajua za president alikatalaga ya yu zake. Sema pei ta evolue. Nanga Herrera alifanza nile kwenda tuletea ba M23. Nanga ingekuwa sasa enda leta ba Angolais, ingekuwa sasa kiana ba Tanzania, ingekuwa sasa kiana ba Zambie, ingekuwa kiana ba Brazzaville.
De préférence tu asiue watu. Na mimi ningekuwa mstari wa mbele na ningeenda msaidia na mimi. Peut-être angekuwa na idea kunyorosha nchi. Mais alenda leta wale wa jamaa, mnayo wale wa jamaa. Nisikia sasa chef Kagame sasa iko nasema kama walimwambia kama 3000 ilikufa. Unaona akosa kibya kusema. Bon, on dirait si oui kama Kagame anakala na imaginer kama Rwanda kama donc il y a des fois na niko na muelewa na si muelewaki. Ashakuwa sa vile ni sanjo president wa Congo. Yeye tanto anajifanya yeye ndio opposant wa Congo. Yeye tanto anajifanya yeye ndio wa qu'on a protégé le droit de l'homme au Congo. Je crois que ce type-là anapendanga kuwa Congolais. Kagame anapenda kuwa Congolais. Na niko shuka kama anasema donc anakala na mkondane Mungu kwa mali mchako wa Rwanda. Kagame anapenda kuwa Congolais Kagame. Sasa inasikia kuna sema ngo aseme no ngombe walikufa ile 3 4000 5000 watu walikufa. Aseme ni banani, aseme ni bazalendo. Na ba FDLR baki biko asema senjo walikufa. Yeye ndio kisi walimwambia yeye. Donc walimbebea raporo yeye. Na ndio nimwambia ile siku kama hapa bajamaa biko wanakuya hapo. Mtu kama yuko anakia kukolonize, mtu kama yuko anakia kunyang'anya vyako, anakiaka na makali, anakuoneshaka kama yeye ni criminel à 100 degrés. Juu uogope umwatie, juu uko namuona na uogope. Ndio bakoloni wanakuwaka. Hawakiaki soft, donc hawakiaki du, hawakiaki sema takia na Biblia. Wanakiaki uko makali sana. Na njoo ile walionesha Goma. Njoo sasa iko anakia defendre sasa kia bambia sema bazalendo walikufa. So naomba sasa wale bazalendo wakikufa wewe Rwanda na bazalendo Kongo. Na ndio mnafika comprendre kama no hapa tuona hapa sitasema mingi. Na mwa hivi vyote viko nafanza sai. Naweza kama sa pays sai. Bitu bitu kwa mo situation pays kwa mo sai. Hapa biko kule milioni hapa. Hatui ni bangapi? Kama biko 8000, kama biko 10000. Banakamata kwanza taile 10000 personnes, banakamata kila familia wanatoa mtu mmoja, banatoa kwanza waende fanya information. Tuko taba para commando. Ndio baki defendre ndio biko kula inti. Anakata kama ni Felix, anakata mtoto wake. Anakamata kama ni Kamer, anakamata kama ni bawili wake, anakamata kama ni Mboso, anakamata kama ni batatu, Samuel Konda, anakamata kama ni baine, kama ni 50, kama ni 65 ministre, kama ni 50 ministre, ministre mmoja anaenda toa mmoja, gouverneur kama ni 26 anaenda toa mmoja, ba administrateur kama ni 40 anaenda toa mmoja, ba senat ba parlementaire anaenda toa mmoja 500. Sasa tungepata kwanza ile 10000. Ile 10000 hivyo wanafaa formation ya nguvu na ndio wanapata zile mabunduki za kabambi hiyo. Baende defendre intérêt yao. Du pays ni iko muintere yao. Ule ukia tukole na animateur ma concepts moi hata uweza ngwaseme no, naseme tuko ba patriote, ngwaseme no il faut to défendre Bulongo, ngwaza question ya mabele, question ya mabele sa ya vita, mais sa ya kula wewe mtu moko na 400000 mwingine wake iko na gonjwa kwa Sherkor. Na après pale tena unarudia ukiamwambia ngwasema jimobiliser akie ku défendre. Donc tuende tuko na ba défendre hebo bako na kula mzuri na baende soma universities za ajabu ajabu kule Harvard, kuma San Francisco universities. Kisha shindo kwa baba defendre ka huko. Sinjo donc ndio philosophie yao hiyo. Biko na mobiliser watu waseme baende. Na mobilisation na yenyewe chef. Je crois que le président peut-être bon, je ne suis pas sûr mais j'ose croire que vous êtes en train de m'écouter ou bien de m'attendre. Vous savez, dès que vous comme vous êtes en train de faire la mobilisation, à mon idée, ou bien selon ma pensée, je crois que c'était mieux de discipliner les gens, ou bien les soldats. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu à Goma, les armes d'eau on a laissé aux ennemis, ou bien à l'ennemi à Goma, d'où les militaires ont même laissé l'avion Sukhoi a été abandonné. Un avion de guerre, un avion militaire a été abandonné aussi.
c'était mieux de leur dire. C'est la guerre, ça nous connaissons. Et s'ils sentent que non, la température vraiment ne va pas bien, vaut mieux de brûler ces armes-là au lieu de les laisser aux ennemis. C'est aussi simple que ça. Puisque hawezi imaginer donc armes zenye baliacha mikono ya M23 Goma. Mpaka mtu analeta na avio de guerre balikimbia kacha. Na hapa watu weko mko mna nani mko na mobiliser. Mko na mobiliser ndio na mko na mfanyia mnanga mobilisation. Junange kwenda bakamata anaenda ba kama ba reformer. Kisha banageuza manduki, babaloli manduki contre le gouvernement yenye kuna ba former. Parce qu'il n'y a pas la discipline. Parce qu'il n'y a pas une structure. Et puisque ba militaire biko na chabile byote juu habana perdre. Ingelikuwa sema iko sema vile mapays zingine kisonaga kama exemple ya Afrique Sud, unakutanaga soda iko na mavantage za ajabu za mrefu kuleta. Inakuwa nguvu soda kimbie vita juu. Anaiwa kama hakuna kwa taenda na sitwaye wa nchi naye inakuwa nguvu naye aachilie nchi yake, haizi tiraire nchi yake juu anaiwa kama mabie zake zote ziko mle pays. Et c'est pourquoi unaona kwa Afrique Sud mtu mbele ufike hata kuwa hapana ministre kosha kwa mbali. Kuwa ufike hata administrateur unaanziaga kwanza ku chef de quartier wala ku nyumba 10. Unaenda unapanda chef de quartier nyumba 10 unakuwa chef d'avenue unakuwa chef de cité unakuwa chef kama ni administrateur unaweza kuwa kule unafika ku gouverneur unaweza kuwa unafika ku ministre unaweza toka unafika kama ni ku présidence et consort. Mnayo pourquoi banabanzia kule chini juu banayo kama ufira meziro ulienda unapanda polepole ulikuwa unatumika ulikuwa unapokea bile makuta wako ulikuwa unapata ulikuwa unauza mabitu vidogo kuna uinvestire mpei yako. Sasa kama pei yako haiko kitu ya mtu ashaswete, mais kama pei par exemple inapata probleme wakati fulani banaiwaka kama no bwana haizi kimbia juu anainvestire mule mpei. Hapana saa vile si. Uko unaona mtu anatoka mbinguni anaanguka tu bu anakuwa president. Mtu anatoka kwa anatoka tu bu ngwase anakuwa president wa seni. Mtu anatoka tu bu waseme anakuwa kama ni minister. Tunajiuliza huyu mtu ashatumika wapi? Huyu mtu kuna experience gani? Hakuna. Donc unakutana mtu ndio makazi yake ya mara kwanza. Sana afika kwa ile kazi vile. Bakisha mpropose kope hata katala juu hakuna vya kuperdre. Na pale aba basitwaye bingine bapate ku makuta. Baki ba propose kope na bapate ku makuta. Bataitika kope. Parce que ni batu nabo sawa gisi uko unasikia uko na mabezo ya makuta. Gisi uko na bezo ya pouvoir. Gisi uko na disentir uko unasikia bien so uko na pouvoir. Na gisi uko unasikia uko na makuta. Gisi uko unasikia unapata heshima. Gisi unaona familia yako wewe naishi bien, msaba bourgeois. Na yule mtu na yuko napenda naye vile. Usiwaze ngwaseme uko na observer, ngwasi anafurahi. No staff aseme non ni ba ngoko na bati. Mpei akwage bya bati. Pays ko pale dia ku distribuer ma ressources za inti équitablement ku ba citoyen bote. Abiko bya bati bya pays ni mali ya shibote. Na pays haiko sa makuta. So ni moye ku distribuer ba tote basipatiko. Na normalement moi le contexte pays kama napata problème batu banakuwa kama mesure ya kuidéfendre puisque ils ont à perdre au cas où ils ne défendent pas leur pays et ils ont à défendre juu biko banatumika. Lakini batu yote mnabachaka tu hivyo tu. Kwenye uko naacha batu edaire basi nisome kwanza ba militaire. Ba militaire mnabachaka hivyo tu. Atenda kuvita takimbia. Niona Bukavu ngwaseme nao balikimbia kule kama ni Nyabibu balikimbia Kabare kama Sakatreve. Asibu kwa pita ku justice. Ukiangalia wale batu wanaweza kimbia. Uko unamwangalia soda iko na representativite mbili. Ngambo moja ni civil, ngambo nyingine ni soda. Unakutana nguo ya yulu ni civil, nguo ya chini ni soda. Unasema hapa vitu vikwaye. Ule mtu atakimbia juu hakuna biko na perdre. Na franga kumlipa au umpatie, mimi uko unamkaza tu. Iya defo daye niko na tutika mimi unapata hata chakula. Uko unamkaza tuende pigana tu. Donc ono ya patriote. Aenda pigane tu na buru. Uko unampatia hata aende pigana hata na liwe tu juu kama ni patriote. Ndio yeye
Ndio hii habari yenye juu ya hii habari betuko tunaona hapa ba 100,000 konda hapa. So imagine saa mtu kudemo iko na $800,000. $800,000 anaweza ni wasoda bangapi kwa $100. Lakini na mtu mwiko kuchunga, na mtu mwiko kuchunga hizo frango kuna sipata na yuko muhimu kwazo. Tuime basi shibe aba people ordinaire. Na soda mwiko proteger kule muamani. Na polisi mwiko proteger kule muamani na yuko na muhimu naye. Unamfanya naye rofa. Naye anaitika. Isipokuwa namwambia kama nomie pour milioni siwezi soutenir. Wewe mtu mmoja siwezi kuona kula $400,000 na nchi tunaichangia, hakuna vya ajabu yuko nafanya. Ingekuwa sisi tunasema no mwache uko nakula franga, ni kazi biko nafanya. Mko njoo mnaharibisha. Kisha unapenda ngwaseme wewe yuko naongea na emotion, wewe hauna adabu, unaongea komedia bila adabu. Sasa huyu mwizi uko nakuiba franga yeko na adabu yeye. Umweko kula $400,000 yeye peke. $300,000 yeye peke. Yeko na adabu yeye. Wala mwizi yeye yuko na adabu mwizi. Mtu mweko kuiba yeye, yeko na adabu yeye. Yana emotion huyu. Bola mkako. Bola mka. Donc ndio maana mnaona basoda biko bana kimbia. Na epi ingine president kuna sababu. Unasababu kama kapitali imene na kwaga ya maana. Biko wengine wanaenda uza basoda. Ba mercenaires walikuwa wanaenda bauza jia kushinda kwa kadreva bale watu. Sasa hivi uko unaenda na barekilte vile ushayua kama no aba ni atani barekilte hakuna biko na bapatia. Bazo elewa malonga te. Sasa naenda kule batakimbia na sasa nakimbia nanga tabakamata nangi kona bafete na ile maragi wanakula maragi anabafete kama no tunaona kama Kongoliki tunakuwaka. Anabafete kama inchi itakuwa mzuri batapokea na bana evolue vile. Ndio biko na fanza pamoja na discipline mingi. Donc ndio ile habari. Aba watu hapa. Aba wananibeba kwa habari ya Gisi niseme ile mobilisation. Niona Gile Nyembwe kama iko na mobilize Kalemi. Ashaenda ku university kwenda mobilize. Anasema maki ya mkoa mnayua. Sasa ndio mwanayua kama nchi iko na wazee wa soda. Kwa ngali bizi na kuvoyager. Amgwa anayua kama nchi iko na wazee wa soda. Watu iko na besoin ya pays iko na besoin ya protection. Sasa mwonesha kwa leti. Mwangali watenda sasa formation ya siku ngapi. Et donc na mobilisation yenyewe hatuyui vitu vikuje. Situation ya Kale iko très compliqué. Si nisema ba M23 aba armée rwandaise ilibana kule. Ilibana Kabare na Yusi si nisema na société civile ya Bukavu baliandika barua. Sio kama baliandikia ba autorité sio banaandikia nani. Kama baliandikia kama ni Felix, kama baliandikia gouverneur, kama baliandikia nani sio mwenyewe baliandikia. Wanamwambia kama no, wanamrapeli niko nayo hapa sitasoma naona wakati petit 30 perimeter. Wanamwambia kama baliona habari yenye Shibot ndio banaandika. Basema hivi, Shibot tuliona vipita Bunagana, Shibot tuliona vipita Ruchuru, Shibot tuliona vipita Masisi, Shibot tuliona vipita Minova, Shibot tuliona vipita Sake, Shibot tuliona vipita Goma. Na sasa Shibot tulishaona vyenyewe vinapita Kabare na Ihusu. Banambia leta kama hauna mwaye ya kudefendre watu, acha kupigana na wale watu, acha bakuye, acha bapite. Me question nayo, kuacha bapite biko wanaenda wapi? Jo après watu waliona Goma, gisi Kagame iko kia defendre sai. Ni vitu vyaonekana tena. Mventini mchikila utasikia. Vitu viko unaona Kongo, hakuna nyingine nchi unaweza kusikia sai mdunia apart Kongo tu. Na ya des fois tuko naongea na bandugu nikamwambia hivi, mtu mwenye hawezi weza decoloniser monde pardon kusema vile. Mimi naona sasa vile ni Kongolais tu. Na épreuve na réalité ni bien mko mnaona sasa hii. Kama mtu anaweza kuwa coloniser na mwenzake mtu mweusi mpaka mwa degré. Pays ya moitié un continent. 2345 km² kwa kia coloniser na pays kama ya 11,000 km².
congolais. Donc bale ba société civile banaandika kama leta nashindwa aache ba M23 bapite na bakiacha Bukavu bonaweza Uvira batapita, takuwa nukamata bato Kalemi bataacha, Bangereza wanataka hiyo ni obvious, Lumbashi watapiga mikono, petite resistance wanataka kukutana tena kwa Kasai, misiyo itakuwa. Na kama Lumbashi wanapiga mkono donc Kinshasa haina bahati. Na njoo hapo sasa mwisho kwa mnayua Esa biko napita pita hivi. Akisa pouvoir, nani mko display pouvoir hapa, nani mko mata. Bale Bangereza wanataka decision makers. Nani mko kata decision. Est-ce que nisie? Est-ce que nisie? Decision kwa toka wapi? Decision ya pays mwa kati takuwa natoka wapi? Takuwa nachunga Kigali afone wala nanga takuwa na fone. Ni mwe sasa mtayua mwenyewe. Tawe katalaga imbo na katala kula maragi. Et donc na kumaliza sujet mwa hiyo habari Senko iko na pima, Eglise Katoliki iko na pima, balisema kama alienda muona chef de l'État ava bakie Goma aseme njia kuangalia kisi ya kuleta amani. Donc tufate kwanza ka video vyenye kwa wanaongea. Et puis tutakomenter tumalizie chapitre yetu. Toland. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter. Et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Donc Abe Shole huyo na mnaona Willy Ngoma huyo. Willy Ngoma si mnakumbuka jana pale kwa kamatia ka video mfoni. Kwa kanta ka video mkikwembe kule nani Bunagana. Sasa enjoy yosha kuwa mba decision makers. Ile siku alisemea ngo aseme people yetu. Donc tushakuwa people ya Willy Ngoma. Ndio yosha kwamba decision makers. Hapo ndo bakamata baba decider, ndio ba decider ba Kongo hapo sasa hii. Maka ndio kwa tuambia kisi nchi tatembea. Ndio biko na oriente nchi sasa hii mwa minute hapo. Nanga huyo ashanyolewa mandevu, naona shavala kusikimi, naona anatulia. Hapo anasikia fieri kualeze hapo. Vitu vyote viko sawa. Na mnasikia kisi Senko kisi nani Abe Shole anasema kama alienda ona watu yote, alienda ona ba compatriote, ba M23 ba compatriote. Mais ningelikuwa pale ningemuuliza hivi. Bale ba compatriote boliita, uliwauliza jani waliua wengine ba compatriote? Na bale ba compatriote balikufa nabo, eske ewa bakuwa na droit ya kuishi? Aba benye mwe ba compatriote biko na baliua ba compatriote wengine njoo biko na right, ndio biko na droit ya kuishi mkongo. Aba baliwaua ni ndio question ningemuuliza kwanza. Tunaona ba compatriote hapa balikufa kama ni 3000, kama ni 4000, 5000. Aba habana droit kuishi. Mwe ndio mko na droit kuishi mwe. Donc banaua watu juu baku hivi uko na baona sai kwa hiyo meza hiyo. Tunaona Nanga hiyo haiko tena soda sai. Mais on va le rappeler chaque jour. Kama Messier
kuna damu ya milioni ya watu mumikono, na shetani naye atakatala kukusamehe kupenye ulifanyia watu Goma. Nanga ifuko na mkumbusha, msiko na msikia mkumu na mkumbusha chaque fois kama uko na damu ya watu kumkono. Unaenda leta ba uwaji, ba criminel, bakie uwa banduki yako, juu leo bakuite, ukiongea, bakunegosie, bakubembeleze, upate kazi ukwe ministre. Unasakrifie toute une province, juu kuwe ministre. Na shetani naye anapashwa mjiji. So anatulia hapo, anasikia sawa. Na senko mwenyewe, si ndio vile nasemaga saa moya nguo uko naongea unaongea vya huyu. Niko nasikia watu biko na comment, unasikia mtu uko na comment vitu unasema huyu hivi yuko na comment. Sasa mimi kusaidia nikwambie juu banakuonea. Banakufaki kiwelewele niko kusaidia. Kisha unasikia mtu yuko na comment vitu vya ajabu. Naanza wauliza. Mwe na mwesi mko validere sa. Sasa wale banabu nagana mwa mko anaonaga hii situation kisiko nakuya. Kwa mchunga mpaka situation fika hapa hivi. Naweza wauliza nao vile. Mko mnaonaka. Wana mko complice. Kongo kama mnakuwa mnasikiana haya kuambiana ukweli. Nchi hakuna kuitaenda vitakuwa na kuwa vile vile. Kama unakuwa sikia haya kuambiana kweli vitu vitakuwa na kuwa vile vile. Nanga kikuya vile unamwambia bwana wewe uliua watu juu upate ka pouvoir saa hii hatuko d'accord na wewe. Unamwambia Kamere wewe unapokea franga za mingi vingine uko unakufa. Unamwambia acha upole kujifanga uko mpole ngoko msamaria ngwase wao upendaki fuyo uko mtu mzuri bache bakule Mungu yepekata. Mungu ashamaliza kazi yake. Hakuna Mungu angaleta pinila ashamaliza kazi yake. Ni wewe sasa wewe ndio uko nalumiza ujitetei. Ndio hata Mungu anakuhusu na wewe ujitetei. C'est un peu ça. Donc voilà quand il faut qu'il kuwa nako saa hii ndio hii habari ya Bukavu saa hii na société civile msahau kushare na kulike ili kazi za bora zipate kuendelea. Tunaona tena, bye bye.